Nitakupa kanuni 3 za ndoa, alafu nitakupa kanuni 3 za malezi, alafu tutamaliza. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni ya kwanza ya ndoa. Nimesema nafundisha kanuni za ndoa na malezi ya familia ya Kikristo. Sasa sikiliza, hapa nafundisha familia ya Kikristo. Sifundishi familia ya kawaida. Ninavyokuwa kwenye makampuni kule nafundisha familia kama familia. Hapa nafundisha familia ya Kikristo. Kanuni ya kwanza inaitwa kanuni ya acha ambatana kuwa mwili moja. Kanuni ya acha ambatana kuwa mwili moja. Andika hivyo hivyo, acha ambatana kuwa mwili moja. Kama unaandika Kiingereza, andika the principle of departing, clinging, become one. Kanuni ya departing, clinging, becoming one. Kanuni ya acha ambatana kuwa mwili moja. Mwanzo 2:24. Maandiko yanasema, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Narudia, mwanamume. Naomba nikwambie, neno mwanaume limetoka kwa mwanadamu. Biblia haina neno mwanaume, inaita neno mwanamume. Maana yake hata akiwa mdogo anaandaliwa kuwa nani? Mume. Biblia inasema mwanamume. Mungu hakuumba mwanaume, Mungu ameumba mwanamume. Maandiko yanasema mwanamume. Kwa hiyo ukisikia Biblia inasema kwa hiyo, maana yake kuna verse imetoka huko. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Naomba nikufundishe principally kibiblia. Ndoa inapotokea ina mgogoro na kuna mmoja analazimika kwenda kupumzika kwao, anayetakiwa kwenda kimila anaondokaga mama, lakini kibiblia anatakiwa mwanaume ndio aende kwao. Kwa nini? Biblia imesema mwanamume atawaacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na wao watakuwa mwili mmoja. Anayeacha sio mke, anayeacha wazazi wake ni mume, anaenda kuambatana. Na ndio maana mila ya kipindi kile ilikuwa harusi sio ukumbini, mwanaume anakwenda kwa mke, wanafanya wedding kule, alafu kama kuna celebration. Kumbuka ule mfano wa wanawali. Unakumbuka mfano wa wanawali? Kwa nini anaenda? Kwa sababu ameacha kwao. Anaenda kwa nani? Kwa wazazi wa binti, wanampa binti. Kuanzia pale wanakuwa mwili mmoja. Bwana asifiwe. Makanisani, ngoja nikufundishe hiki kitu labda ukijui. Makanisani wakati wa harusi, kama umeshagundua, nafikiri labda mnafanya hapa pia mchungaji, binti anakuwa mbele, alafu kuna baba mwenye binti. Mchungaji huwa anauliza, au hata kule mahakamani huwa wanafanya hivyo, wanasema nani atamkabidhi binti huyu? Wangapi wamekuona hiyo kitu? Anayekabidhi huwa ni baba wa binti au mtu anayemwakilisha nani? Baba. Kuna mtu ananielewa? Pale ni kwa sababu mwanaume katoka kwao, kaacha baba yake na mama yake. Sasa baba wa binti anamshika binti yake baada ya kuambiwa na mchungaji nani anamleta huyu. Anavokuja anasema, kuna maneno anazungumza, anamkabidhi yule kijana. Ile kwenye saikolojia tunaita the exchange of fatherhood, mabadilishano ya baba. Unanielewa? Baba mzazi wa binti anamwambia kijana, kuanzia leo mimi nimegraduate kuwa baba wa huyu binti. Ninakukabidhi uendelee kuwa nani? Baba. Maana yake nilikuwa namsomesha, nilikuwa namtunza, anakula kwangu, analala kwangu, mimi ni baba. Baba maana yake provider. Abba, father, provider. Mimi leo nimemaliza kumshughulikia huyu, ninakukabidhi wewe, endeleza majukumu ya baba. Ndio maana automatically unamuita baby. Watu wana Mungu, mnanielewa? Baby maana yake ni baby wako, unatakiwa kumtunza. Sasa unashangaa kuna mwanaume anaita baby alafu bahili. Kuna mtu ananielewa?
Unaita baby wakati huwezi kufanya nini? Naomba niwaambie, mwanaume ametengenezwa na Mungu kuprovide, kwa sababu alishapewa huyu binti na baba yake. Ndio maana mara nyingine ukiwa umekaa na baba mkwe ambaye alikuwa anamsomesha binti yake, anakuambia, kijana wangu, huyu binti nilikuwa namsomesha, naomba akija kwako asiache nini? Shule. Huyu binti nilikuwa na mpango naye aende masters, umeamua kumchukua kabla hajafanya masters, naomba akija kwako asiache kufanya nini? Wangapi wananielewa? Majukumu yamebadilishwa, baba anakuwa wewe. Na ndio maana mwanamke kati ya vitu anahofia anapokuwa kwa mume wake ni security. Kwa nini? Baba ndio ana provide security kwa watoto. Anapohama, security inahamia kwa nani? Kwa mume. Kwa hiyo anategemea security kwa nani? Kwa mume. Kwa hiyo mara akigundua huyu mume anawasikiliza wazazi wake zaidi na kufanya wazazi wake waongoze hii familia, ana panic. Kwa nini ana panic? Security imekwisha. Kuna mtu ananielewa? Uliyeko hapa, uliolewa, ambaye mume wako yuko upande wa dada zake na mama zake na hasikilizi chochote kwako, unanielewa nasema nini? Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kanuni hii inasema mwanamume ataacha wazazi wake. Sasa sikiliza, hii kanuni na vitu vitatu: acha, ambatana, kuwa mwili mmoja. Haiwezekani ukafanikiwa kwenye hii kanuni bila kufanya vitu vyote vitatu. Namba moja, lazima uache, lazima uondoke, lazima utoke. Wazazi wako uliwatii na kuwaheshimu ukiwa kwao. Ukishaondoka kwao, unatengeneza familia inayoitwa ndoa. Lazima utengeneze familia ambayo wewe unakuwa president na mke wako anakuwa prime minister. Vingine vyovyote unafunga masikio. Sio mbaya wakikushauri, lakini wewe na mke wako mna determine mchukue ushauri gani, muache ushauri upi. Wale waliolewa na watoto wa mwisho wananielewa. Wale watoto ambao tunaita mama's boy. Unaambia mume wangu tununue kiwanja, nakwambia mama amesema tusinunue mwaka huu. Mume wangu tutafute fundi, anasema mama ana fundi wake. Mbona tupate mtoto wa pili? Mama amesema tusipate mtoto haraka. Yaani kila ukigusa mama. Na mama anakuambia kabisa, binti, mwanangu nampenda sana, nitunzie. Bwana asifiwe. Kama hauko kwenye hilo kongo na huo utumwa, Mungu akujalie usiingie huko, ila ni kazi ngumu hujawahi kuona. Bwana asifiwe sana. Lazima uache, lazima ukubali kuondoka, na hauwezi ukaambatana kabla hujafanya nini? Hujaacha. Lazima hatua ya kwanza iwe kuondoka, alafu unaambatana. Na hamwezi kuwa mwili mmoja kama hamjaacha na hamjakubali kuambatana. Naomba nikwambie hii siri. Kuna watu wengi wameoana, wana miaka 10, 15, 20, 25, 30 kwenye ndoa, lakini hawajafika hatua ya tatu ya kuwa mwili huu. Kuna mtu anaelewa? Wako watu wengi sana. Na naomba nikwambie, ukiweza kufika kwenye hatua ya tatu, kuna vitu utavi experience hujawahi ku experience utaviona ukifika kwenye hatua ya kuwa. Naomba niwaambie, neno la Mungu ni kweli. Anaposema utakuwa mwili mmoja, you will be one. Ni kweli, utakuwa mwili mmoja. Utafika kwenye level ambayo mwenzako akiumwa unaumwa. Utafika kwenye level ambayo mwenzako anaota ndoto na wewe unaota. Itafika kwenye level ambayo unaota ndoto, mwenzako Mungu anampa utafsiri. Inafika level ndio one body. Level mlioko sasa hivi mnatunza watoto tu, hamko mwili mmoja. Ndio maana mwenzako anaweza kaondoka usiku wala hujui ameondoka saa ngapi. Akakutumia message, nimesafiri niko mkoani. Kumbe Mungu akutie nguvu huko uliko. Huelewi ameondoka saa ngapi, huelewi alikuwa ana mpango gani, huelewi mpango yake, hujui kipato chake, hujui chochote. Mnachojua ni kwamba tumeoana. Bwana asifiwe.